Habari, karibu tena kwenye channel yetu, na kama ndo mara yako ya kwanza tafadhali subscribe, bonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini vile vile usisahau kubonyeza kikengele ili usiweze kupitwa na video yetu yoyote kila tunapoposti video mpya. Kumbuka tu tunaposti video mpya mara 2 mpaka 3 kwa wiki. Kwa hiyo kubonyeza kikengele ni sehemu muhimu sana ili uweze kuwa notified. Na leo tunaenda kuonyesha jinsi ya kupika pishi tamu sana, ni rahisi. Tafadhali ungana nasi mwanzo mpaka mwisho. Utahitaji maziwa ya vuguvugu mils 170, lakini vile vile utahitaji sukari vijiko 2 vya chakula na utahitaji hamira vijiko 2 vya chai. Kisha utaenda kuvichanganya vizuri kuhakikisha mchanganyiko wako wote umechanganyikana vizuri. Na kisha baada hapo tutaenda kuongeza yai moja na siagi au blue band iliyoyeyushwa vijiko 2 vya chakula. Na kisha tutaenda kuongeza na mafuta ya kupikia vijiko 2 vya chakula. Baada ya hapo utaenda kuongeza vanilla. Hapa nimetumia vanilla kijiko 1 cha chai. Na kisha utaenda kuongeza vinegar au limao, juisi ya limao kijiko 1 cha chai. Na kisha utaenda kuchanganya mchanganyiko wako uhakikishe umechanganyikana vizuri. Nikukumbusha usisahau kutufuatilia katika page zetu za Facebook na Instagram kwa jina la Cooking with Bella. Kisha baada hapo tutaenda kuongeza unga wa ngano, na hapa tunaenda kutumia unga wa ngano grams 350. Utaweka katika chekecheke lako na kisha utaenda kuchekecha. Tunachekecha ili kuondoa uchafu, lakini vile vile kuruhusu hewa kuingia katika unga wetu ili uweze kuumuka vizuri. Na kisha baada hapo tutaenda kuongeza chumvi, na hapo chumvi nimetumia kijiko 1 cha chai. Utachanganya mchanganyiko wako. Hapa natumia lakini unaweza kuchanganya moja kwa moja kwa kutumia mkono. Nikukumbushe tu kama umekwisha kusubscribe, tafadhali usisahau kubonyeza kikengele ili uweze kuwa notified kila tunapoposti video mpya. Utachanganya unga wako mpaka kupata donge laini. Usijali hata kama linatanata, kwa sababu hiyo ndo standard ya unga ambao tunauhitaji. Kwa hiyo utakanda unga wako mpaka uhakikishe umefikia hatua kama hiyo hapo. Kisha utaenda kukata kidonge kiasi cha wastani kama wa kingumi na kuweka katika chombo chako kingine, na kisha utaenda kuongeza kokoa kijiko 1 cha chakula. Kwa wale ambao wanakaa katika mazingira ambayo kokoa haipatikani, vile vile unaweza kutumia kahawa. Na kama donge lako limekuwa kavu sana, unaweza kuongeza kijiko 1 cha chakula cha maji au cha maziwa ili kusababisha kokoa yako au kahawa yako ichanganyikane vizuri. Utaenda kuongeza kijiko 1 cha mafuta ili kufunika donge lako liweze kubaki katika hali ya unyevunyevu wakati linaumuka. Na katika ule unga wetu wa awali tutaweka vijiko 2 vya mafuta, vijiko 2 vya chakula vya mafuta ili kufunika donge letu liendelee kubaki katika hali ya unyevunyevu, na hivyo kusababisha vidonge vyetu vibaki katika hali ya ulaini. Tutavifunika na kuviacha mpaka viumuke mara 2 au baada ya nusu ya lisali moja, inategemeana na eneo lililopo. Kama eneo la joto, basi tunategemea unga wako kama uliweka katika vipimo vizuri utaumuka hata kabla ya muda huo. Na ukiona umeumuka vizuri utautoa hewa na kisha utaenda kuhamishia katika kibao kama hivyo unavyoona. Na kisha utaenda kukata katika vipisi 9. Hapo katika vipisi 9, vipisi 8 vitakuwa vikubwa na kipisi 1 cha mwisho kabisa kitakuwa katika hali ya udogo. Katika kila kipande ambacho ukikata utaenda kusokota na kutengeneza vidonge dogo vya raundi kama hivyo. Kwa hiyo kwa jumla tutapata vidonge 8 vya raundi na kidonge 1 kitabaki ambacho si cha raundi. Kisha katika kila kidonge ambacho umekichukua tutaenda kuongeza chocolate vipisi 2, na kama ni zile ambazo vipisi vyake ni vikubwa kubwa unaweza kuweka kipisi 1 tu na kisha ukavifunika kama unavyoona tulivyovifunika. Utatumia brown chocolate au utatumia dark chocolate, vyote ni sawa. Na kama hauna chocolate ya aina hiyo lakini una Nutella, unaweza kuchukua Nutella wastani wa kijiko 1 cha chai na ukaweka katikati ya donge lako kama hivyo na kuvifunika. Utafanya hivyo kwa madonge yote 8. Na katika ule unga wetu mwingine mdogo ambao tulikuwa tumechanganya na kokoa, utautoa hewa na kisha utaenda kusukuma katika kibao chako kama tunavyofanya hivyo. Nikukumbushe unaweza kusaidia kukuza channel hii kwa kulike video hii, ni support yenu kubwa sana, kwa kusubscribe na kwa kushare na ndugu jamaa na marafiki. Inatusaidia sana kwa channel yetu kukua.
utaenda kukata katika mikanda strips ndogo ndogo za size kama hiyo, na kwa vile tuna vidonge 8, katika kila kidonge kitahitaji mikanda 2 kama hiyo. Kwa hiyo tutakata katika strips hizo zitoke jumla ya strips 16. Na ukataji unakuwa katika style ambayo ni moja. Kisha utachukua donge lako, utaweka kuanzia katikati ya nyuma ya donge, kisha utakata kama hivyo, na kisha utaunga tena kwa upande wa pili kama hivyo, kutengeneza kama msalaba. Kwa hiyo hapo utakuwa umetumia wastani wa mkanda mmoja, na kisha utachukua mkanda mwingine wa pili, na kuanzia kule chini ambapo ulikuwa umeanza utakatiza kwenye sehemu ya nyeupe ambayo haikupitishwa na mkanda, na kisha utakata na kuanzia tena pale chini na kuunga tena kama unavyoona katika video hiyo. Na utafanya hivyo kwa madonge yote yaliyobakia, na ndio maana nilisema katika mikanda tutahitaji mikanda, tukate katika mikanda 16 kwa sababu tuna madonge 8. Kwa hiyo inamaanisha kama ukiwa na zaidi ya madonge 8 utatumia mikanda zaidi ya 8, kwa sababu katika kila mkanda zaidi ya mikanda 16, kwa sababu katika kila donge tutahitaji mikanda 2. Kwa hiyo utaunga kama hivyo ulivyounga, ambao utapata kama msalaba, na kisha utachukua tena mkanda mwingine utaunga mpaka hapo katikati, utakata na kuanzia tena hapo katikati kwa upande wa chini na kuunga kwa upande ambao ulikuwa umebakia ni mweupe. Utafanya hivyo katika madonge yako yote, na kisha utachukua chombo chako cha kuokea ambacho ulikipaka mafuta, kisha ukapaka unga ili kusaidia wakati wa uumukaji visinate. Utapanga madonge yako kama hivyo, na kama hauna chombo cha kuokea kama hivyo unaweza kutumia hata sufuria, ila hakikisha utaipaka mafuta kisha utanyunyiza unga ili kusababisha madonge yako wakati wa kuiva yasinganganie katika chombo chako. Utaweka vishimo katikati ya madonge yako kama vile, na kisha kile kipisi kimoja ambacho nilikwambia utakata vidonge 9, kile kimoja kilichobakia utakata vipisi vidogo vidogo na kuweka katikati ya vile vishimo ulivyovitengeneza. Kwa hiyo ukishamaliza kuweka katika kwa style hiyo, utachukua maziwa fresh, na haya maziwa yasiyo yametoka kwenye friji weka katika joto la kawaida, na kisha utanyunyiza juu ya madonge yako. Utafunika ndani ya dakika 30 mpaka 60 ili yaweze kuumuka, na nadhani ukiangalia madonge yetu yameumuka vizuri na muonekano wake ndo kama unavyouona. Hakikisha maziwa utakayomimina yasiwe ya baridi, na utaenda kupaka maziwa mengine kwa juu kama hivi unavyoona. Hakikisha yasiwe ya baridi, maziwa yako yanatakiwa yawe katika joto lile la kawaida. Kwa hiyo utapaka tena hivyo juu kwa juu tu kuhakikisha yanakaa katika hali nzuri, na kisha tutaenda kuoka. Katika kuoka unaweza kutumia jiko la mkaa, lakini vile vile unaweza kutumia oven. Utatumia kwa dakika 15 mpaka 20 kwa nyuzi joto za centigrade 150 au za Fahrenheit 350. Kisha ukisha utoa katika oven utaupaka mafuta au utaupaka bata kwa juu ungali wa moto, ili kusababisha mkate wako uweze kung'aa vizuri, lakini uweze kuendelea kuwa katika hali ya ulaini. Na baada ya muda utatoa katika kopo lako, na kisha utaenda kuangalia mkate wako utakuwa umeiva vizuri sana, umechambuka vizuri. Ile chocolate na ile Nutella tuliweka katikati imekuwa katika hali nzuri kama unavyoona. Ni pishi jepesi na nzuri sana, ni litam tam sana. Tafadhali usiache kulike video hii na video zetu nyingine, lakini kusubscribe ni support yenu kubwa sana. Vile vile kushare na ndugu, jamaa na marafiki. Usisite kujaribu pishi hili na mapishi mengine.